sababu hivi hebu jaribu kufikiria kwamba mwananchi huku chini anapata matisho makubwa sana. Kwanza kuanzia jeshi la polisi. Kwa mfano mimi nikupe tu mfano mrahisi. Mimi nilianza ziara yangu Bangladesh juzi. Nikaja Nangwa. Jana nilikuwa Galapo nikifanya na Magugu. Nafanya mikutano ya wananchi. Hivi unaweza kufikiria mkutano wa mwenyekiti wa Chadema wa mkoa wa Manyara, magari ya polisi yanakuwa 6. Kwa ajili ya nini? Kazi ya polisi kama ni kulinda, ni kutulinda sisi ili tusipate dhara lolote kwenye ziara ama kwenye mkutano. Hivi mtangazaji mfikirie. Hivi gari moja ambalo linaweza kubeba maaskari 7, 8, 10 halitoshi. Wanatengeneza tension, wanatengeneza hofu kwa wananchi kuonesha kwamba mahakamani tumeshinda. Sisi sio kwamba tumeruhusiwa, tumewashinda. Wale waliofungua ile kesi ya mchongo kule kwamba Chadema isifanye shughuli zake, tuliwashinda. Hiyo record iwe clear. Baada ya kuwashinda, tumerudi tunafanya kazi zetu. Polisi wanaonesha uswaiba kwamba wanatupenda sana. Hivi fikiria ulinzi wa kutumia rasilimali, magari zaidi ya 6, askari wa kutosha, wanalipwa per diem. Wanachokilinda, wanatengeneza hofu ili wananchi wasije kwenye mikutano yetu. Ila tunamshukuru Mungu. Wananchi wa mkoa wa Manyara ni majasiri na wamejionea jana Galapo. Tulifanya mkutano mzuri na tumezungumza yanayowahusu wananchi wa hapa na tutaendelea. Kwa hivyo hali ya chama ama hali ya hofu ambayo imeingizwa na serikali kwa wananchi kuhusu vyama vya upinzani ni hali ya hatari sana na tunapaswa tutoke. Na unavyosema kwamba kutokuridhishwa wewe kwa upande wako kwa jeshi kuwa na wingi huo wa watumishi wa jeshi kwenye mikutano yao, huoni kama ni tahadhari tu katika lolote ambalo linaweza kutokea, labda kutokana na historia za nyuma na yale ambayo tumekuwa tukiendelea kuyaona, kama ni tahadhari kama jeshi kuchukua, kwa sababu ni jukumu lao la kulinda wananchi na mali zao na kulinda pia mikutano kama hiyo ya kisiasa? Okay. Sasa hivi ndugu mwandishi, hebu fikiria. Nchi hii toka Mwalimu Nyerere, wewe uliwahi kukuta amani inalindwa na jeshi la polisi? Amani inalindwa na raia. Amani inalindwa na mwananchi kushirikiana na jeshi la polisi. Na ndio maana sisi Chadema tunawaambia wananchi msiwaogope polisi. Kwa sababu ukimwogopa polisi, hivi wewe kama kuna jambo baya limetokea mtaani kwako, utaweza kuripoti? Si huwezi, kwa sababu unawaogopa polisi. Tunachosema, wewe unasema pengine wanalinda amani. Hiyo amani ilivurugwa na nani? Nini kilivuruga amani? Umesikiliza ripoti ya Jaji Chande? Yes. Ripoti ya Jaji Chande anakuambia Watanzania wale 518 according na ripoti yake waliuawa kwa sababu waliandamana. Waliandamana kwa sababu gani? Madai ya muda mrefu. Madai ya muda mrefu yepi? Watanzania wanataka kitu kinaitwa katiba mpya. Katiba ya sasa ndio maana unawaona hawa polisi wanahangaika hivyo. Katiba ya sasa haina uhuru hata kwa wao jeshi la polisi. Fikiria hivi. Mkuu wa wilaya ni mteule wa rais, sio? Mkuu wa wilaya akiteuliwa na rais kwenye wilaya moja wapo tu kwenye mkoa huu wa Manyara. Mfano tufanye hii wilaya ya Babati, sio? Ameteuliwa na rais, ni kada wa CCM. Na nitakupa mfano ili Watanzania na wana Manyara waelewe. Mfano kuna mkuu wa wilaya alikuwa Mbulu anaitwa Harry James. Sio kama unamfahamu. Sasa hizi mkuu wa mkoa wa Iringa. Yule alikuwa mwenyekiti wa UVCCM Taifa. Unafahamu? Mwenyekiti wa UVCCM Taifa ni wing, ni baraza la Chama cha Mapinduzi. Alikuwa na hudumu huko. Baadaye akateuliwa akawa DC. Unafahamu maana ya DC? Kwa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 77, DC ana mamlaka makubwa sana. Akiwa hapa anakuwa mtu anaitwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya. Hivi fikiria. Huyo mwenyekiti wa UVCCM ameenda hata chuo cha polisi. Hata hicho cha Moshi hapo inaitwaje? Nini? Hakuwahi kwenda. Alafu anakuja kuwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Mambo ya ulinzi wala hafahamu. Knowledge kuhusu habari ya watu wanalindwaje na sheria za nchi zinasemaje kuhusu ulinzi, yeye hajui. Ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Akiwa kada wa Chama cha Mapinduzi anaweza kumwelekeza OCD kwamba mkamate mtangazaji huyu, mkamate mweke ndani. Ana masaa 24 according to katiba hii. Sasa Jaji Chande anasema kwenye ripoti yake, ambayo ile ripoti sisi tunafahamu ripoti ya kumfavor mtawala, sio? Anasema kuna watu 518 waliuawa, sio? Kwenye hayo maandamano. Akasema chanzo cha maandamano ni watu kudai madai ya muda mrefu. Madai ya muda mrefu kama nini? Kama watu wanataka katiba mpya.
alafu serikali ikaweka pamba masikioni, alafu hiyo serikali watu wakaandamana, si ndio? Alafu watu wakauawa. Alafu baadaye wanakuambia hayo magari mengi, kama ulivyoniuliza mtangazaji, swali lako zuri kweli kwamba pengine hawa polisi wanalinda amani. Nataka nikwambie polisi hawatoshi kulinda amani nchi hii. Mkoa wa Manyara huu mkoa wa Manyara una wakazi karibu milioni 2. Milioni 1.8 na point. Polisi wanaohudumu kwenye mkoa huu wa Manyara hivi wanafika hata 300,000. Hivyo watu 300,000 wanaweza kukabili watu milioni 2. Kwa mfano ikitokea sasa kwamba tunazungumzia habari ya amani. Jibu ni kwamba hawawezi. Kwa hivyo ili amani itamalaki, haki itendeke. Madai ya watu sio madai ya Chadema. Katiba mpya, jamani, tuelewane, katiba mpya sio madai ya Chadema. Ni madai ya wananchi wa nchi hii. Hata wewe mtangazaji unataka katiba mpya wewe. Ili uwe huru, ili hii redioni hapa mwenye hii redio asije akakwambia hii habari usitoe ukaiedit kidogo. Hamna. Habari iende kwa walaji ambao ni Watanzania wa mkoa wa Manyara, watu watapima, sio? Kwa hiyo kinacholinda amani sio polisi. Na ndio maana polisi kwenye mikutano yao mimi nimewaambia, nipeni gari moja. Kama msitumie resources vibaya. Wale polisi wote wanalipwa per diem wote. Magari yote yanawekwa mafuta yale yote. Yanakuja kutengeneza tension ili wananchi waendelee kusema hivi. Ama Chadema hiki chama hakitakiwi. Sasa fikiria, tuna ibara ya 8, sio? Ibara ya 8 inasema nchi yetu ya katiba hii ya 77 ambayo tunataka ibadilike. Inasema nchi yetu ni nchi ambayo inaheshimu misingi ya demokrasia na vyama vingi. Hivi kama wanadhani kwamba Chadema ni tishio kwao na wanaogopa kiasi hicho, sasa si wakifute sasa. Kuliko kuwatengenezea wananchi hofu ambayo haina maana. Nilikuwa Nangwa juzi. Nangwa hapo, maaskari wanapita wanawaambia wananchi ambao wamekusanyika around wanasubiri ugeni ufike. Wanaambia shauri yenu. Kitakachowakuta sisi hatu. Hivyo wewe askari kuambia hivyo wewe mwananchi wewe. Unaweza kuja kwenye mkutano wewe. Kwa hiyo tunatakiwa twende sawa. Polisi wasitumike kama mbeleko la CCM.